langu jina ni mjukuu wa bunduki, rais wa bunge la mwananchi, na mimi nataka kusema ya kwamba inafaa Jacob Fikirini anyang'anywe ofisi. Sijui bado mbona anatembea na sigari ya serikali na anakula pesa yetu. Ule jamaa ni muuaji pamoja na bodyguard yake, ni jamaa useless, jamaa tumbafu sana ya hali ya juu. Ule kijana rafiki yake, yeye ndiye alimpea kazi ya kumobilize watu. Amemobilize vijana, then baadaye anauliwa. Anapewa 10,000. 10,000 unapeaje vijana zaidi ya 60? Ndugu zangu, nataka kuambia Mheshimiwa Excellency William Ruto, huyu kijana alipata kazi through Raila Amolo Odinga na through chama cha ODM. ODM walinominate mtu mwingine, Jacob Fikirini aende nyumbani. Unaua kijana aje? Na wewe ndio umemuita. Umempanga kazi. Amobilize vijana. Then malipo hakuna, unampea 10,000 yako lipa vijana gani? Then bado mnapiga hesabu alibaka kwa ofisi. My friend, chukua virago zako Jacob Fikirini, enda Kilifi. Enda kule huko jinga yako huko bana. Na hii naomba serikali ya William Ruto, hakuna shortcut. Huyu bodyguard ujeshu akamatwe, ajibiswe, aende kule Maragwe. Naenda kule na wanawake wa wanaume wenzake kutoka kwenye gereza. Huyu jamaa ni mjinga kiasi gani? Kijana ambaye mmemjua. Ni kama leo hii Jalasa niite, anipe kazi nipangie vijana. Then ingie gari ya Jalasa, then bodyguard ya Jalasa nipige bunduki na Jalasa kwa ndani. Nini inawezekana kweli? Si ni kitu ilipangwa. Hii ni kitu akina Jacob Fikirini walipanga kuwa vijana. Hakuna mambo ya jali. Huyu PS Fikirini alipanga kuwa huyu kijana kwa sababu wanajuana. Alipewa kazi ya kumobilize vijana. Then badaki ya mwisho malipo hakuna, malipo anapata ni risasi. Then tunachukua vitu normal. Mimi ningependa kuambia William Ruto, hii mambo ya kuvuta na sijui nani PS wachana nayo. Huyu milisha atoke kwa ofisi, aende afanye msasi ya milisha huko Kilifi. Hii ni mambo ya pusi. Tuache kubembeleza ndugu zangu. Tuache kubembelezana. Unaua kijana maskini, kijana ambao unamjua na jina yake, kijana ambao amesoma na yeye. Wamesoma na Jacob Fikirini. Then mnataka kutuambie ati mnaua kijana then yende tu hivyo bado mnakaa kwa ofisi. My friend, resign ama tukuje kwa ofisi. Nitamobilize vijana Nairobi tukuje kwa ofisi yako. Hiyo ofisi ya mama yako ni mama ya mama yetu. Toka kwa ofisi enda. Then mnakuja kudikontrol nini wa debate? Akamatwe na huyo bodyguard wake. Walipanga njama ya kuua huyo kijana. Wao ndio walimpea kazi ya kumobilize vijana. Then malipo hakuna, anapigwa risasi. Then baada anakaa kwa ofisi kufanya nini? Wote wawili wakamatwa wajibishwe. Waje kudanganya ndugu zangu. Ila kuna mtu alikuwa juu bana, jamaa anajuana huyu jamaa. Nimerudia. Ni kama Jalasa niite, niingie kwa gari yake nipigwe risasi. Unanisema kwani Jalasa ni juu? Bwana, nataka kuambia serikali kabla vitu siribike, hata waziri watatuta. Mbunge huyu naibu waziri na huyu bodyguard wake wakamatwe. Na kando kamatwa wote waachishwe kazi. Hakuna ofisi ya umma ambao watakuwa tena. Waende wakienda. Unless aende chaguliwe na thugs na wauaji wenzake kule Kilifi County. Lakini sio wa Kenya jumla. Wewe sika ofisi. Unaua kijana wetu mjaluo mwenzetu. Then wachukue vitu normal. Tukuje tukupigie makofi. Makosa ni makosa ushafanya. Hatukutaki, hatukutambui. Chukua virago zako, nenda. Hatuwezi kubembeleza. Na nataka kuambia vijana wote, mahali tutapata huyu waziri huyu PS Fikirini. Mahali tutampata, ndugu yangu, unless ufanye mkutano juu ya anga. But hapa Jinji Cup. My friend, tutakukimbiza. Lazima Fikirini akimbizwe kama baskeli ya kuibiwa. Lazima. Hii ni ujinga ya hali ya juu ndugu zangu. Hata kama bodyguard ya Odinga hajai huwa mtu. Bodyguard ya Odinga hajawahi. Bodyguard ya rais hajawahi piga mtu risasi. So huyu tag huyu Fikirini tag. Kumbe unaoita mwenzako apange kazi, kuna unamuitia ili kuje kumua. Nataka kuambia vijana kabla huyu ndugu yetu kuzikwa, to make sure Jacob Fikirini mahali tutampata, tumpe adabu ya kutosha, tumpe kichapo cha umbwa kwa msikiti. Serikali imeshinda kumkamata na bodyguard wapi? Nataka kuambia vijana mahali tutampata huyo, mahali tutampata ni kiboko. Lazima jue sisi Wajaluo tuko pusi kama hiyo.
Huwezi kuwa ndugu yetu, kijana maskini, kijana ambako na ajenda yake. Wewe tumekulambisha salad kidogo, unaanza kumea pembe. Tena unatuambia si ungeua Mswahili mwenzako bwana. Watu waje kupembelezana my friend. Kama noma atupembelezi Jacob Fikirini. Mahali tunakupata hata kama ni function ya rais, tunataka kufanya kazi yako. Mahali popote utakuwa. Mahali popote unless Kilifi County. But within area hii, ikuwe Western, ikuwe Northeastern, mahali utakuwa na bora tu tuko hapo. Kazi yako tunataka kufanya. Unaingia, tunaingia na vijana. Ukiingia tunaingia na vijana. Hadi tuwaambie sababu hipi kuua ndugu yetu. Hakukuwa na silaha. Sababu hipi mnampea kazi apange vijana 60, tena akisema kila kijana angalau hata alipe 1,000, mnampea 10,000, mnampiga risasi. Nataka kuambia vijana wote kaunti zote 47. Tunataka kufanya kazi ya PS yako Fikirini na huyu bodyguard wako. Haiendi bure. Haiendi. Hii haiendi. Mtatuua wengi. So mnajua kupiga risasi. Mtatuua wengi. Huyu kijana wetu lazima apate haki yake. Huyu PS afungwe na bodyguard yake. Wacheni mambo ujinga. Lazima huyu jamaa shikwe na kamatwe, ajibishwe. Mimi nataka kusema uoga, walipanga kuwa huyu kijana. Hii si mambo ya jali. Unampiga mtu mbavu. Tena unatuambia ati ajali gani? Na jamaa mnamjuana, unamjua hadi jina yake. Mmesoma na yeye. Ni nyinyi mlimpanga kazi. Kama sio nyinyi hangekuja. Then tukuje tucheke ati yeye ni PS gani? Ya kuwa sisi.